Wir sind dem Herrn jedes Mal neu dankbar, dass wir zusammenkommen können. Sein Wort. Tunashukuru Bwana kila wakati tunapoweza kukusanyika kwa ajili ya kusikia neno lake na kuweza kupokea kukosolewa na kupokea mafundisho na yote iliyo sehemu ya hayo, kukubali na kupokea na kumwambia asante kwa ajili ya hiyo. Makusanyiko haya ya mwisho wa juma haikufanyika kwa sababu ya mahubiri makubwa, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya kuweza kuwa na ushirika pamoja na Bwana na kuwa na ushirika sisi kwa sisi. Ushirika ni nzuri sana wakati inapofanyika katika upendo wa Mungu. Wakati mtu anapoweza kuhesabu mwingine kuwa mwema kuliko ye mwenyewe, kukubali mwingine kama vile tulivyo na kupokea mwingine kama vile tulivyo, na kuweza kutumainia Bwana ya kwamba pamoja na sisi sote kwa neema yake atafika kwenye lengo. Kama vile tulivyosikia, njia mara nyingi inaweza kuwa ndani miba na mawe mengi, na kwamba haieleweki kwa ajili yetu. Kwa kiwango hapa tunaweza kuhitaji hata kutikisa kichwa, lakini ndani ya kilindi cha moyo wa mwana wa Mungu muna uhakika ya juu sana inayosema ya kwamba ninakuongoza kwenye njia hii, na kupingana yote ambayo inaweza kuonekana itageuka kuwa sifa, na hapo sasa unaingia katika ukimya na ukijua ya kwamba Bwana atafanya mambo yote vizuri. Sikutaka tena kusafiri, mnajua semaka hiyo kila mara, lakini sasa yote inaonekana kwamba imefika kwa namna iliyo nguvu kwa ajili yangu. Lakini weekend inayokuja tuna makusanyiko matatu huko Uingereza, na kama vile Bwana kwa namna ya kimaajabu anaongoza mambo, nataka kuisema kama vile kilifanya kinaniweka nguvu katika imani. Huko Singapore niweza kuhubiri mara nyingi huko, na kisha niliweza kufanya safari huko China, nikarudi tena Singapore, nikakutana na wandugu huko ambao waliotoka katika nchi ya China. Kuna mmoja wao ambaye alikuwa akiniambia kuja kwangu nyumbani kwangu, na Mungu aliongoza mambo hivyo. Na hapo kwa mwisho sasa alikamata tena safari ya kwenda huko China, alizungumza huko lugha huko. Hapo aliweza kutoa ushuhuda ndani ya makanisa tofauti kuhusu yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya wakati wetu. Na hapo sasa ilifanyika huko Uingereza, alikwenda huko ili aweze kusomea tena huko, na huko mnajua ya kwamba anataka kuweza kujua mambo mengi, anataka kuwe na ujuzi nyingi mbele Bwana akuje. Hiyo nayo nakwaka hivyo, mwache wafanye hivyo, tusiweze kuhukumu mtu yote. Mmoja anaweza kuongozwa hivi, mwingine anaweza kuongozwa kwa namna ya juu. Hiyo yote haina faida. Yale nataka kusema ni kwamba mtu huyo huko kwenye university aliweza kutoa ushuhuda yale ambayo Mungu aliyofanya ndani ya kizazi chetu, na uweze kuhesabu kwamba ni hiyo ni kweli. Lakini sasa siku ya sita inayokuja kuna wandugu 10 na wadada wengi ambao ninapaswa kubatiza huko Uingereza, ambao walioamini. Unaweza kuhukumu na kusema oh, mtu huyu anataka kufanya nini? Anataka kwenda kusoma tena kwenye university? Lakini yule anayeshika mambo yote kutoka juu, huyo ndiye Mungu aliweza kutumikisha huko kwenye university ili aweze kuongoza wengine katika kweli na au kuongoza kwa Bwana. Ila kutufikia ya kwamba wakati tunapokuwa tuko pale tukihukumu wengine, tunapotezaka wakati wetu ya dambani sana. Pahali ya kuweza kuhukumu wengine, tungepaswa kutumikia Bwana na kuweza kufanya yale tunayoweza kufanya kwa upande wetu, ili tuweze kuonyesha njia ya Bwana kwa wengine. Jana tuliweza kuzungumza kuhusu neno linalosema kuhusu matunda,
ndani ya Yohana 15. Bwana anataka kutengeneza mti wake, anataka ili aweze kutoa na kuleta mti iweze kuwa ya kutoa matunda mengi, anataka iweze kuwa kutoa matunda mengi. Hiyo ni hitaji yetu, na kama Bwana akitaka nitakuwa huko Uingereza, na sisi nyuma baadaye nitaenda huko Kinshasa, na hapo baraka nitaenda huko Marekani, New York, nitaweza kurudi tena vizuri. Na ilikuja hivyo bila mimi kuweza kuipanga. Lakini tuseme mambo, wakati wote Mungu anapoweza kufungua milango, tunataka tuende, tunataka tuweze kuingia ili tuweze kuchukua neno la damani la Mungu. Najua ya kwamba mwisho wa mwaka itakuwa tena vigumu sana, pamoja na Vienna na huko Salzburg na Zurich, kusivyo? Lakini kama inalingana na sisi, tunataka tuweze kukomboa muda, tutumikishe muda, na kama sio sisi tunayofanya hivyo, ni kusema ni wale ambao tunaweza kutolea ushuhuda wetu. Na kwa kumalizia, wakati muda unapoingia katika umilele, sasa tutaweza kutambua ya kwamba Mungu alibariki. Nawaambia, wakati ndani ya umilele tutakapoona matunda ambayo iliyotoka katika hii mwito wa ndugu wetu Branham, na pia kupitia huduma ya uinjilisti ambao hawangeweza hata kutumikisha hii huduma, na kama Mungu kwa namna ya kimaajabu hangeliweza kuja na kuita na kutuma akose. Naisema wanao niweza kuandika, hatungeliweza kusikia kizungumza kuhusu hao wainjilisti wengine wote, lakini waliweza kupokea uvuvio yao na funzo zao, waliweza kuiaishi katika makusanyiko ya ndugu Branham, uvuvio wao. Nakumbuka Tel Osborne, ningepasha kuwa pale iweza kutayarisha hii makusanyiko ya Ulaya hapa. Bara ngapi wangeliweza kutoa habari bila mashaka. Alikuwa ametoka huko India na alikuwa hapo na furaha kubwa, alipasha kwenda huko India, na kwa kwamba alikuwa sema kwamba angepasha kugeuza Uhindi yote au India yote nzima. Na huko alikuwa huko kabla katika kukata tumaini, na alikuwa ameacha mambo hayo yote, na mke wake alikuwa katika makusanyiko siku moja huko Horsion Portugal, na alisema sasa unapaswa kuja, na mwanamke huyo akakuja, na ilikuwa ni jioni. Wakati alipokuwa kwenye madhabahu, alikuja akatema kwenye uso wa ndugu Branham, akamuita kwa majina zote ya kwamba yeye ni uzao wa nyoka, ni mjanja, ni mambo yote, akamtukana ndugu Branham. Na huyo mkijana alikuwa pale, akikaa pale, na mnajua yote ambayo upasha kufika, mnajua habari hiyo yote. Ndugu Branham aliweza kusikia sauti ikisema, kwa sababu amekufanya hivi kwa namna iliyo wazi mbele ya watu, ataanguka mbele ya miguu yako, mbele ya watu wako. Na mbele mtu huyo alitaka kuweza kupiga ndugu Branham, alikuwa na nguvu sana, na iliweza kuonekana kwamba ilipasha kuwa kama vile ni kofi angepasha kupiga ndugu Branham ya kumuua hata kama moja. Lakini wakati ndugu Branham alirudisha mguu wake nyuma, akaenda mbali na hiyo microphone, na mtu huyo akaanguka katikati ya madhabahu na ndugu Branham. Wakati alipotaka kupiga ndugu Branham akaanguka, na wakati Osborne na wengine wote waliweza kuona hiyo yote, waliona mkono wa Bwana uko pamoja na mtu huyu. Unaweza kuuliza sasa swali hiyo moja kuhusu mambo hayo, na kama kungekuwa wakati sasa, kwa nini Mungu aliweza kuruhusu mambo haya? Kuona mtu wa Mungu ndani katikati ya watu anatemewa mate na wanamtukana kwa majina zote. Kama hiyo ingefanyika, hakungeliweza kuosa kuwa utukufu, hakungekuwa utukufu kwa jina la Yesu, hakungekuwa kuonekana kwa utukufu wa jina la Yesu au na Mungu aliye hai. Mungu anaruhusu mambo fulani ili iweze kufanyika, na anaruhusu waweze kutemea mate mtu wa Mungu.
na watu wachache ndio wanajua hiyo, lakini shetani angeliweza kuhitaji ili aweze kunitoa uzima wangu, na mnajua hiyo nyote, hata kama wachache ndio wanajua hiyo, yale yaliyofanyika kwa ajili yangu tarehe 1 mwezi wa 5. Maisha yangu yote nilikuwa bado kuwa na siku kama vile niza kukumbuka, na katika maisha yangu sikuwahi kuweza kushukuru Mungu kama vile hiyo siku alipoweza kuokoa uzima wangu. Hapo katika kufumba na kufumbua singeliweza kuwa tena hai tena. Ilikuwa ni mkono wa Mungu mweza yote, na kama sivyo hakuna kingine. Lakini unaweza kuisha swali la kwanza sasa, kwa nini Mungu anaruhusu mambo kama hayo yaweze kufanyika? Ndani ya yote yanayofanyika tunaonaka uaminifu wa Mungu. Unaweza kuanza na Yona na watu wote wa Mungu na taifa la Mungu wale lenyewe. Sasa kwa nini hiki na hiki iliweza kufanyika? Kwa nini Mungu aliweza kuruhusu haya? Kwa nini hakuweza kufanya yale ambayo Mungu alikuwa amemruhusu kuhusu Yona? Na kisha tunasoma ndani ya Agano Jipya, Bwana wetu anasema hakuna alama nyingine mtakayopewa ila ile alama ya nabii Yona. Alama nzuri sana, alama ya nabii ambaye hakuweza kutii. Lakini haikuwa hivyo, ilikuwa ni kitu kingine. Sasa hapo ilikuwa ikihusu ya kwamba Mungu mweza yote alikuwa ameshughulikia, na samaki ilikuwa pale ili iweze kupokea nabii, na kisha akakwenda hapo katika chini ya bahari, huko chini sana, akalilia Bwana, na Mungu akamjibu na akamchukua tena nchi kavu. Na mtu huyo aliyekuwa tayari kufa aliacha ili aweze kuonekana tena, ili aweze kutenda kazi au kutumwa ambayo aliyokuwa amepewa kwanza. Njia za Mungu wetu, hakuna mmoja wetu ambaye anayeweza kujichunguza na kuweza kusema kwa sababu gani hivi na si kwa namna hile. Tunawaza sasa katika wakati wetu sana kuhusu ndugu Branham kama vile mfano, lakini pamoja na yeye nyumbani ilikuwa imenyesha, mvua imekuwa imenyesha ndani ya nyumba, na si katika hali mbaya. Mnajua kwamba baba yake alikuwa ni mlevi, alikuwa pale alikuwa amekufia katika mikono yake, na shetani akakuja akasema, wangapi mmekwisha kuchukua kwa Bwana, na kwamba ukisema kwamba Bwana ni Mungu wako, tazama baba yako anakufia mikononi mwako. Nawambia haikuwa siku nyepesi hizo. Na kisha tena mke wake akakufa katika mvua, msichana wake naye akakufa, na kisha tena adui akakuja akamshambulia tena, akasema ulihubiri kuhusu upendo wa Mungu, ulitumika, ujitolea sana katika huduma ndani ya ufalme wa Mungu. Tazama sasa, ulihubiri upendo, ya kwamba Mungu anakupenda, na sasa kama Mungu anakupenda haungeliweza kuiona mambo kama haya yote. Lakini shetani siku zote atakuwa anatushambulia mahali mambo yanaweza kutuumiza zaidi, pale ndio atatushambulia. Pale kwenye mambo iko vibaya, pale ndipo ataweza kujaribu ili atushambulie. Na mnajua kama vile anakuwa na lengo gani? Anataka ili atugeuze, tutoke kwa Mungu, na ili aweze kuleta namna zote ili aweze kutugeuza kutoka kwa Mungu. Hiyo ilikuwa hivyo katika hali ya Yobu, na ilikuwa hivyo, lakini haikuwa Mungu ambaye aliyekuwa ameletea maisha mabaya kwa Ayubu, lakini shetani. Kwa maana ndivyo ndivyoandikwa, alitoka mbele ya uso wa Mungu na akakwenda akampiga Ayubu. Sio Mungu aliyefanya hivyo,
Adui yeye anabadilishaka tu lengo kwa mbele ya waamini. Pale sasa waamini wanataka kuweza kuonyesha kwamba ni wanataka kusema, shetani anasema kwamba ni Bwana anafanya hivyo, lakini adui. Na hiyo pasha kuwa hivyo, na kwa maana kama tunataka tuweze kunungunika lakini tusinungunike mbele ya Mungu, lakini tuweze kupingana na adui, tupingane na adui, kwa maana adui ndiye adui wetu. Mungu ni rafiki yetu. Mungu anatupenda. Njia za Mungu ni njia za upendo na za salama pamoja na sisi. Na hivyo ndivyo inaandikwa. Mawazo ya Mungu, mawazo yake ni mawazo ya upendo na ya salama pamoja nasi. Kwa maana Bwana anasema hivyo, ninajua mawazo gani ninayo kwa ajili yenu na kwa sababu yenu. Inaandikwa hivyo katika nabii Yesaya. Na tunajua ya kwamba mpaka katika siku hizi na ndani ya wakati huu Mungu hana upendo, lakini Mungu yeye ni upendo. Hiyo ndiyo tofauti sasa. Mungu ni upendo, sisi hatuna upendo, lakini hana upendo tu, lakini yeye ni upendo. Yeye ni upendo. Tabia yake yote ni upendo. Na sio kwamba yeye ni upendo tu, sio kwamba yeye iko na upendo tu, lakini yeye ni upendo. Na huyo Mungu ndiye upendo. Yeye ndiye aliye upendo. Na anataka ili tuweze kujisikia vizuri ndani ya upendo wake. Kwa sababu tuko hapa katikati yetu hapa leo asubuhi hii, ningelitaka tena niweze kukumbusha mambo fulani kuhusu mambo ambayo Mungu aliyofanya. Mara nyingi tunasahau, tunaweza kuisoma, ijapokuwa hayo yote tunapita mbali na hiyo, lakini ndani ya siku hizi zilizopita inahusu neno la saha, inahusu ndani ya hiyo kuweza kutambua Mungu ndani ya kazi yake, ndani ya mpango wake, ndani ya njia zake, kuweza kumwelewa ndani ya njia zake, ndani ya yale anayofanya ndani ya njia zake pamoja na kanisa lake, na si kuhubiri, kuwaza, kutembea pembeni ya Mungu au mbali na Mungu, lakini kuweza kushikuta katika neno lake, kuweza kutambua ndani ya neno lake njia ambazo iko nazo pamoja na sisi, na kuweza kutambua ujumbe ambayo anayotupatia katika neno lake, na kuweza kudumu katika ujumbe huu, ujumbe huu ulio katika neno la Mungu, Biblia. Mnajua kwamba ndugu Branham katika mwaka 1933 aliweka jiwe la pembeni kwenye nyumba yake au kwenye hekalu lake, kwenye kanisa lake, na hapo akasikia neno ikimwambia kwamba soma Timotheo wa pili sura 4, na alisoma mpaka kwenye mstari wa 5. Fanya kazi yako vizuri. Mnajua andiko hiyo. Na kisha akatoa ukarasa wa andiko hiyo ndani ya Biblia, akaikata, akaiweka ndani ya jiwe hiyo ya pembeni ya hiyo hekalu lake. Na kisha baadaye Bwana akamwonyesha ono, na ndani ya ono hilo akaona kwamba ni kupitia sio hiyo hekalu ndio ilikuwa kitendo chake cha kutumikia tu, lakini hiyo ilikuwa ni anga, ilikuwa wazi mbele ya uso wake, na hii ilikuwa ni wazo ya kwamba Mungu alikuwa pale wakati sasa angepashwa kujenga. Mungu alikuwa amekwisha kumuonyesha ya kwamba huduma yake haikukuwa ikisimamia kwenye hiyo kusanyiko lake la pahali, lakini anamwambia kwamba nitakutuma ndani ya mataifa. Mnajua kwamba ndani ya nabii Yeremia ilikuwa imesemeka ya kwamba nilikuweka ili uwe nabii kwa ajili ya mataifa, kwa ajili ya mataifa, mbele hata uweze kuingia katika tumbo la mama yako nilikutayarisha ili uwe nabii, nilikutakasa ili uwe nabii. Ni kitu fulani kinaweza kuwa kama vile inaweza kusema kwanza akose aliweza kuniweka juu sana. Alisema mnajua kwamba ndugu Frank alisema kwamba mnajua kwamba ndugu Frank ni nabii wa Mungu. Mnajua ni nini? Wote ndani ya ulimwengu mzima, wote, nani ambaye aliye pale anaenda mbali na hiyo? Sasa maana nyingi tunaacha mambo, tunaenda mbali ya mambo hayo, lakini mshikamate hiyo. Mimi si nabii, na si kukua hata nabii, na sitawahi kuwa nabii.
Lakini kuna kitu fulani cha ajabu kinachojia kwenye moyo, ni kusema neno la nabii Amosi, mahali kunapoandikwa Mungu afanye kitu chochote bila kuweza kufunulia siri zake manabii watumishi wake. Hiyo ni mstari 7 ya Amosi 3. Kwenye mstari wa 8 nasema simba amenguruma, Bwana amesema, nani hataweza kutabiri? Na waza hiyo mimi mwenyewe nilikuwa nikiwaza ndani mwangu mwenyewe, tunahitaji nabii? Hatuna hitaji ya nabii, tunahitaji ili tuweze kutangazia taifa la Mungu ujumbe wa Mungu uliokuja kwa manabii au kwa nabii. Na hiyo sasa ndio tunaingia katika chanzo ya maneno yetu. Hii ni ujumbe ya unabii kwa ajili ya kizazi cha unabii, na kwa sababu ni hivyo Mungu alitupatia ujumbe wa unabii. Muwazie sana sana shahiri hii kwenye sura 3 mstari wa 8 ya Amosi, sura 3 mstari wa 8. Simba amenguruma, Bwana amezungumza, si mtu. Mtu aliweza tu kutangaza neno la Mungu alilopokea. Alipokea, lakini hakulipokea kwa ajili yake mwenyewe, lakini neno la saha alilipokea kwa ajili ya kanisa la Mungu aliye hai. Sasa kama tuliweza kuitwa na Mungu ili kwa ajili ya wakati huu wa sasa kuweza kuchukua neno la Mungu, nitakuwa neno gani sasa? Na hapo sasa tuna neno liloahidiwa la saha. Tuliweza kuchukua neno liloahidiwa la saha, na wale wote ambao wanaopita pembeni ya neno hilo wanapita pembeni ya Mungu, wanapita mbali na yale ambayo Mungu anayofanya. Na hapo sasa maroho zinagawanyika. Yale inaandikwa hapa kwenye mstari wa 8 inanikumbusha pia ndani ya Ufunuo, inayoandikwa hapa kwenye mstari wa 8 inasema kuhusu neno lilo katika Ufunuo, inayosema kuhusu kitabu kilichokuwa kimefungwa na kuwekwa mihuri, na neno linaweza kusema nani anayestahili kuweza kukamata kitabu na kuvunja mihuri yake? Yohana akalia, na jibu ikakuja ikasema kwamba tazama, simba wa kabila la Yuda, shina la Daudi alishinda ili akamate kitabu na kufungua mihuri yake. Mnajua nyote hiyo mambo jinsi ilivyofanyika sana sana mwisho wa mwaka 62 na pia tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 1963, wakati Bwana alipoonekana ndani ya wingu, ikaonekana na sauti ikasema ya kwamba rudi Jeffersonville, kwa maana wakati wa kufungua mihuri 7 imefika. Mungu ndani ya wakati wetu alifanya habari. Kama kwa upande moja, tunaona namna gani habari iliendelea, na kwa upande mwingine pia tunaona mwendeleo wa habari ya wokovu pamoja na kanisa na pamoja na Israeli. Kweli kwa neema ya Mungu tuliweza kutambua kupitia ufunuo wa kiungu, au tuliweza kupokea neno la saha. Kama vile nitaka kusema, hiyo haitupande sasa kwenye kichwa, lakini inatuingia mara moja kwenye moyo, inatunyenyekeza chini ya kipimo chote, tukiwa chini ya mkono wa uwezo wa Mungu, kwa sababu tunapaswa kuuliza sasa, sisi ni nani ili Mungu aweze kuwa ametupatia heri kama hii ndani ya wakati wetu, ya kuweza kusikia yale ambayo manabii wengi na wenye haki wengi wangeliweza kutamani kusikia. Na mnaweza kuniamini, manabii wanabii walikuwa wamepata sehemu na kuona sehemu kidogo katika habari ya wokovu wa Mungu. Walikuwa wametabiri kuhusu neema ambayo impasha kutufikia. Waliweza kuchunguza na waweza kutambua ni wakati gani roho ya Kristo ndani yao ilikuwa ikishinganisha na nini. Lakini walisikia mambo hayo, lakini hawakuweza kuyaona kukitimilika. Kama vile wa mitume nao pia watu
hao wa Mungu ndani ya Agano Jipya wote waliweza kungoja yale ambayo Mungu anafanya katika siku zetu. Waliweza waliweza kungoja ili iweze kutimilika yale yanayofanyika katika siku zetu. Niweza kusema nini? Sisi tulio wanyonge sana, ambao walio hapa duniani, watu walio wadogo sana, waliweza kupata heri ya kukaa kwenye miguu ya Bwana wetu, miguu ya Bwana wetu, na hiyo wakiwa na moyo wa kushukuru. Mnajua Mwokozi alikuwa akisema siku moja ya kwamba, lakini na msielewe hii vibaya. Alisema msisikie vibaya. Alisema ya kwamba yule anayesamehewa mengi anafurahi, anapenda sana. Alikuwa akisema kuhusu huyo mwanamke alikuwa amefukuziwa ndani mapepo 7, na huyo mwanamke asubuhi ndiye aliyekwenda kumtafuta. Alienda kumtumikia. Wakati Mungu alipofanya mambo makubwa kwa ajili yetu, tunaweza kufanya kitu kingine? Kuna kingine ila kumpenda. Tunaweza tu kumpenda kwa moyo wetu wote na nafsi yetu yote. Neno la Timotheo wa pili, kama vile mnavyojua nyote, inakuwa na maana kubwa kwa ajili yangu. Sitaki kuweza kurudilia sana hapa, lakini tu neno hili ilikuwa ni neno hili ndilo niliweza kusoma ndani wakati huo huko Marseille, nikiwa chini ya agizo hapo ya Bwana. Sitawahi kusahau hiyo siku. Nilikuwa nimekwisha kuangalia hiyo mazoezi yofanyika. Ilikuwa ni saa 11, ilikuwa karibu saa 11 kosa dakika ngapi. Nilisikia sauti kinaambia kwamba simama, soma Timotheo wa pili sura 4. Nilikuwa nimechelewa kadogo, na hapo nikawaza kidogo, na hapo mara ya pili sauti kakisemeka kwa mara ya pili, neno ambalo nafungwa nalo sasa, neno ambalo napaswa kuchunga sana. Na ndiyo maana kwamba hii msimamo ya juu sana yote, na ndiyo maana kuna msimamo hii ya juu sana kwamba yote ambayo sio na uhusiano na neno la Mungu siwezi hata kuikubali. Kuna mambo mawili, au tunaweza kuwa pale kwa ajili ya kukubali neno la Mungu halisi, au tuko hapa ili tuweze kukubali matafsiri za neno la Mungu. Hatuwezi kufanya hayo mawili kwa mara moja. Hiyo mawili haiwezi kufanyika kwa mara moja. Hayo mawili haiwezi kuwa pale kwa namna moja, au kuwa moja pembeni ya ingine. Hapana. Au tuko pale kuweza kuweza kukamata neno la Mungu, kulikubali na kulipokea na kudumu ndani, au kama tunapita pembeni ya neno la Mungu halisi na kunakubali sasa hizo matafsiri. Timotheo wa pili sura 4. Ninakuagiza mbele ya Mungu na ya Bwana Yesu Kristo, ambaye atawahukumu walio hai na waliokufa, na kwa kuonekana kwake na kwa ufalme wake. Uhubiri neno, uwe tayari wakati unaofaa na wakati usiofaa. Hamakia, kemea, onya kwa unyenyekevu wote na mafundisho. Maana wakati utakuja na watu hawatavumilia mafundisho ya kweli, lakini kwa kufuata tamaa zao wenyewe watajipatia walimu wengi, kwa kuwa wana masikio ya kuwasha, na watageuza masikio yao kutoka kweli, na watageuka kwa hadithi za uongo. Lakini wewe angalia katika maneno yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa habari njema, timiza utumishi wako, hii ni mwito wa kiungu kwa huduma. Hii ni mwito wa kiungu kwa huduma, kwenye huduma ya mahubiri ya neno lake safi na takatifu,
ikipimwa mara 7 na inakuwa hali ya kwanza. Hiyo ni halisi, na hii kuhubiriwa, hii mahubiri safi ya neno la Mungu kama vile mbegu inapaswa kutangulia mavuno, kama vile neno la Mungu lilopandwa. Wakati wa safari hii ya mwisho iliyopita, niliweza kuuliza swali na nikasema, mjichunguze nyinyi wenyewe yale ambayo iliyokuwa imehubiriwa kwa wakati wa ndugu Branham na yale ambayo inayohubiriwa sasa leo. Nani ambaye hawezi kushipata katika mahubiri yayo? Na hapo nasikia kila mmoja anakisema, ndiyo, Mungu amesonga mbele sasa, Mungu ameenda mbali sasa. Hiyo nasikilikana vizuri sasa. Mimi siwazi ya kwamba Mungu anaweza kwenda mbali. Kama anaenda mbali, anapaswa kwenda pamoja na sisi, na kwa namna ya kiroho tunaweza kuwa kosa tutibaki hapo nyuma. Naambia kitu moja, kama Mungu anasonga mbele pamoja na sisi, itakuwa siku zote milele na milele katika mipaka ya neno lake. Hata kamwe Mungu hataweza kuingia katika mambo inayotoka kwa watu. Hapana, hata kamwe. Lakini watu hawaelewake hiyo, na kuna mambo mengi ambayo inayoambiwa kwao, na kisha ndugu Branham alienda mbele na kisha gari ikisonga mbele. Hapana, lakini hapa maandiko matakatifu yanasema ya kwamba hubiri neno, onekana kwa wakati unaofaa au usiofaa. Sasa ni nini? Mtu aliye wa Mungu itakuwa siku zote kukubaliana wakati neno la Mungu linapohubiriwa. Atafurahi. Kwa nani hiyo haiwezi kupendeza? Kwa wale ambao waliweza kugeuza neno, kwa wao ndiyo mambo haipendezi. Hiyo hawaifurahishi wakati unapowaambia kweli, na hawawezi hata kuchunguza mambo katika maandiko, na wanaweka Biblia pembeni. Inasemeka hapa ya kwamba hamakia, kemea, onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Tunahitaji unyenyekevu kama vile Ayubu na Musa walivyokuwa nayo, ili tuweze kufanya yale yanayosemeka hapa. Unyenyekevu kwa ajili ya yote, ili tuweze kuweka kwenye nuru mafundisho ya kiungu. Kuna watu watakao hudumu katika neno la Mungu, watu ambao hakuna mtu anaweza kuwatenganisha na maandiko. Kwenye mstari wa 3 nayo pia ni unabii kuhusu siku za mwisho, kwa maana inasemeka mstari wa 3, maana wakati utakuja na watu hawatavumilia mafundisho ya kweli. Ni kitu gani kilicho takatifu? Kilicho takatifu ni kinyume ya vitu vichafu. Kuna mafundisho iliyo ndani sumu, hiyo ulozi inafanya watu kuwa wagonjwa, inafanya watu vilema, na hiyo sasa maisha haitakuwa kama vile inapaswa kuwa ya kiroho. Lakini sisi tunahitaji chakula safi, tunahitaji chakula cha kiroho cha kiungu, kama vile inavyoandikwa hapa, watajitafutia walimu kulingana na tamaa yao wenyewe, wakati hawawezi tena kuvumilia mafundisho safi au ya kweli. Na hapo wanasema wanatuambia hamutaenda mbali. Ndiyo, kama tunaweza enda pamoja na msaada wa Mungu, lakini hatuwezi kwenda mbali na mipaka ya ushuhuda wa neno la Mungu. Leo asubuhi nilikuwa kusoma mahubiri ya mwaka 1963 iliyohubiriwa huko mbali nyuma, kuvuliwa kwa mihuri 7, na ndugu Branham anasema kwamba tunangoja kurudi kwa Bwana, na anatoa pia hii kuweka katika utaratibu ya kwamba kurudi kwake ni karibu sana. Kama ndani ya maisha yenu mna kitu fulani ambacho washikisha kuwa katika utaratibu, na anakazilia pale, anasema kuhusu kurudi kwa Bwana. Na hapo sasa unasikia watu wanasema kwamba Bwana shaka rudi katika mwezi wa 3 mwaka 1963,
Lakini ndugu Branham yeye kwa ngoja kurudi kwake katika mwezi wa 7 mwaka 1963, na kisha tena katika mwaka 1965 ndugu Branham akasema kwamba ngana ngoja kurudi kwake, kurudi kwa Bwana. Nini? Hao ni watu ambao waliweza kugeuka kutoka mafundisho ya kweli, mafundisho matakatifu. Walienda mbali, walianguka. Wao ni wagonjwa kwa namna ya kiroho, na wanatafuta mambo ya kujifurahisha ili waweze kujikubalisha au kuweza kujionyesha. Lakini sisi tunabaki katika ushuhuda wa maandiko matakatifu, na Mungu aliita mambo yote kuonekana kupitia neno lake, na ni hivyo ndivyo kupitia Roho wa Mungu na neno la Mungu ndiyo utakaweza kumaliza mambo yote ndani ya kundi lokombolewa kwa damu. Lakini wakiwa na masikio ya kiuwawasha watajitafutia walimu kulingana na tamaa yao. Kwenye mstari wa 4 tena, na watageuza masikio yao toka kweli na kugeuka kwa hadithi za uongo. Hizo ndizo siku za mwisho. Hizo ni siku ambazo tunaishi ndani sasa. Naisema wazi wazi, maajabu iliyo kubwa na maajabu kubwa haiko tu kwamba Mungu aliweza kutufunulia neno lake na kutuweka katika neno lake, lakini maajabu iliyo kubwa ni kwamba Mungu mwaka kwa mwaka anatusimamisha imara, anaweza kutusimamisha imara na kutuchunga katika kweli hii ya kiungu. Lakini wewe, mstari wa 5, lakini wewe angalia katika maneno yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa habari njema na utimize utumishi wako. Hatutaki zaidi ya hiyo. Ni kwamba Mungu katika kupitia hii huduma ndani ya siku hizi za mwisho aweze kutimiza mambo yote ambayo aliyoshipangilia mwenyewe kufanya. Kama niweza kufanya tena, kama niweza kutoa hii honyo tena hapa, na sio kwamba kuna kupinga, siamini hiyo, kwamba moja wa wahubiri hawa wakubwa au wainjilisi wakubwa, hakuna hata moja wao anaweza kuchukua hii ujumbe wa kiungu. Naamini ya kwamba Mungu alifunua neno lake na mapenzi yake, na mtu ambaye hasiyeshingiza katika mahubiri yake kupitia hiyo ufunuo ya neno ambayo Mungu aliyotupatia na ndani mapenzi yake, mtu asiyeweza kushinganisha na hiyo iko na zungumuza pembeni ya Mungu, nyuma ya Mungu, mbali na Mungu, kwa sababu anasahau yale ambayo Mungu alitayarisha kwa ajili ya saa hii kwa jina la mheshimiwa Pentecost. Lakini aliandika katika barua yake ya mwisho, huyo Pentecost ambaye anajulikana kwenye dunia yote nzima, ya kwamba papa aliandika kwamba eti papa ni Mkristo aliyezaliwa upya kwa sababu alisamehe huyo mtu aliyekuwa muuaji. Huo muuaji alimsamehe. Wakati unapokataa kweli za kiungu, ni kitu gani tunabakia kufanya? Na wakati napowazia hiyo, nawaza kuhusu Justus, ndugu Justus huko Afrika Kusini, ndiye alikuwa mtafsiri wa ndugu Branham, na karibu sana ya ndugu Branham waliweza kuishi na kuona yale ambayo Mungu aliyofanya. Wakati unapowaza hiyo yote, inapasua moyo wetu. Kitu gani kinafanyika sasa pamoja na huyo mtu mmoja? Na niweza kusimama kwenye madhabahu mmoja huko Roma katika mwaka 1964, huyo mheshimiwa wa Pentecost, na kisha baadaye tuweza kuhubiri Injili, na kisha baadaye tukaona njia zetu zikatengana, na hapo sasa tunaona njia yao inaongoza wapi. Na wakati tunaposema hiyo, na sio kuweza kuonyesha wengine katika hali mbaya, wakiwa kwamba wako katika hali mbaya, lakini hiyo ni kuweza kuonyesha ni neema gani ya kuweza kuacha hii kupendewa au kukubaliwa, na kuweza kukubali hii yote, kuweza kuacha mambo hayo yote na kuweza kusimama kwenye mpande wa Mungu
na hiyo ndiyo sababu ya mwito wa kiungu, na hatuna namna mengine au maamuzi mengine. Na Mungu yeye mwenyewe aliweza kamata maamuzi yake na akabata maamuzi yake, na kama vile ndugu anaweza kuambia, kama vile ndugu anaweza kuambia kwamba ulikamata maamuzi mazuri, na hiyo ni maamuzi yangu, hiyo ni yahusika. Wakati mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yetu inapofunuliwa au maamuzi yetu nayo kamata, tunapaswa kujua kwamba Mungu ashakayamua, na neno ambalo tunalohubiri linapaswa kuwa neno ambalo Mungu aliyotupatia katika wakati huu, na ni hapo ndipo kunakuwa njia ya Mungu pamoja na taifa lake tangu mwanzo. Watu hao walikuwa wanani ambao walitembea na Mungu? Walikuwa ni watu ambao neno la Bwana lilikuwa limejia, walichukua tena baadaye, na kisha nao wakatuliachia, wakatuletea. Ninataka kusoma Zaburi moja, na ni Zaburi 40, shairi nyingi na sio mafunzo, sio mafundisho, lakini natuonyesha tu yale ambayo Mungu aliyofanya ndani yetu. Ninasoma kwa hiyo kwenye moyo, tusiwe tu tuweza kukubali mafundisho tu au kupokea tu mafundisho, lakini pia tuweze kufurahi kwa ajili ya neema na ukombozi na ukovu kwa ajili ya yote aliyofanya ndani ya nafsi zetu, kulingana na neno la Mungu. Zaburi 103, anayekusamehe makosa yako yote na anayeponya magonjwa yako yote, anayekuvika taji ya neema na kuokoa uzima wako toka shimo na kuvika taji ya neema na rehema. Nasoma hapa ndani ya Zaburi 40, shairi za kwanza. Zaburi 40 mstari wa kwanza: nilingojea Bwana na saburi, naye alininamia akasikiliza kilio changu. Tusimamie kwanza hapa kwa muda mfupi, na sio katika kukata tumaini, na sio kusumbuliwa katika moyo, lakini kuwa kimya mbele ya Mungu, na tukikumbuka kwamba hachelewake. Ni vema kuweza kusikia hitaji ya kilindi ya kuweza kuona Mungu, kuweza kukutana na Mungu, kuweza kuona kitendo cha Mungu, na kuweza kufanya mazoezi ya Mungu, na kuweza kumuona aweze kukuja na kutenda, lakini na si kukata tumaini au kuregea. Lakini inaomba hiyo iweze kuwa katika kipimo mzuri, hitaji ya moyo wetu inapaswa kuambatanishwa na uvumilivu, kama vile nabii wa Agano la Kale aliyosema, nawaza kwamba ni Habakuki, ya kwamba kama unabii zinachelewa, muvumilie, muzingoje, kwa maana zitatimilika kweli kweli, na zitatimilika kweli kweli. Lakini tunahitaji uvumilivu ili tufike kwenye utimilifu wa ahadi za Mungu. Kukata tumaini inaweza kuleta Ismaili kuzaliwa, na hiyo haipendezi, haitembe yake. Lakini sisi kama vile wana wa ahadi za kiungu tuna haki kwa neno la ahadi na neno la saha na mbegu ya kiungu iliyopandwa, na tunabaki katika uvumilivu na tunavumilia na tunangoja Bwana ili aweze kutupatia ahadi na ili iweze kumpendeza kuweza kutimiza neno lake, na sio tu kuweza kulitukuza, lakini pia kuweza kulitimiza. Naye alininamia akasikiliza kilio changu. Tunaweza kulilia Mungu, tunaweza siku zote kuweza kumwambia Bwana, ulitupatia ahadi, nasi tunazichukua ndani ya mioyo yetu, tunaziwaza na tunazikumbuka ndani ya mioyo yetu. Tunaamini yale uliyosema, na tunataka na tunapashwa kuwa ndani ya uvumilivu na kuweza kungoja. Mstari wa 3, mstari wa 2 Kiswahili: akanipandisha vile toka shimo la uharibifu, toka udongo ulio mterezi, akaweka miguu yangu juu ya mwamba,
na kunisimamisha hatua zangu. Hiyo nayo alifanya. Aliweka miguu yetu juu ya mwamba, yale iliyokuwa ya kuhamishwa. Sijui wakati wa zamani huko katika eneo la Lüneburg, wakati pokuwa mdogo, kulikuwa mambo ya ngombe huko, ulikuwa shimo fulani, na huko ulikuwa kama vile kitu ulikuwa wazi, na hapo ingeweza kuwa pita pale. Lakini sasa hapo hiyo mambo ilikuwa ikibomoka saa yote, na hapo kama unaanguka ndani ilikuwa imemalizika. Lakini Bwana alitutoa katika yote ambayo inayoporomoka, yote ambayo inayoweza kutumeza, na alituweka, akaweka miguu yetu kwenye mwamba. Na kisha inasemeka hapa, akasimamisha hatua zangu. Katika imani ndani ya Bwana wetu tuna uhakika, tunasimamisha imara, tunapatiwa nguvu ya kumfuata, na sio mchanga ambayo unaoteremuka au poromoka, ambayo unaovunjika, ambayo tunaweza kuwa nayo kama vile msingi, lakini miguu yetu yako kwenye mwamba ili tutembee. Na sababu ya hiyo, na kwa sababu ya hiyo hailingane na yule anayewaza kuweza kukamata mipango yake mwenyewe, lakini nahusu udongo ambayo tunaweza kusimama juu yake. Hiyo ndio inasabilika. Muwazie kama upepo au zoruba ya bahari, na upepo na mvua inaweza kuja, na mafuriko inakuja, na nyumba inaanguka kwa sababu ilijengwa juu ya mchanga, na ingine inabaki kisimama kwa sababu ilijengwa juu ya mwamba. Na sasa sababu ilikuwa ni nini? Ni udongo, msingi, na hiyo ndiyo ilikuwa ya lazima. Wengine wote wawili walijenga, wote walijenga manyumba yao. Mmoja alijenga juu ya mchanga na mwingine akajenga juu ya mwamba. Sasa ni kitu gani kinatuonyesha ya kwamba Mungu aliweza kutufanyia neema hii, na aliweza kutupatia hiyo ufunuo ya mwamba ya wokovu, ufunuo. Na sio wewe unayosema ni kuna simama imara unakamata sana. Hapana, wewe uko juu ya udongo ya mwamba, na yote inaweza kufikia yanapaswa kupingana na hiyo mwamba. Upepo, mafuriko, yote ambayo yanayoweza kuanguka juu yetu, yote inakutanana na udongo wa mwamba ambayo tuliweza kukabata msimamo juu yake. Na sasa kama baadaye ndani ya maisha yetu ya uamini inaweza tena kuingizwa sasa kwenye mwamba hiyo, ndani ya mwamba huo, kulingana na neno ya kwamba nanga yetu inaingia mpaka mahali patakatifu, ni kusema mbele hata ya uso wa Mungu, mpaka mahali patakatifu sana. Sasa kwa furaha na salama tutajazwa furaha, uhakika na uaminifu na furaha ya kwamba tuko katika mikono ya Mungu na yeye anatushughulikia. Lakini hiyo ina matokeo haya. Mstari wa 4, mstari wa 3 Kiswahili, ameweka wimbo mpya kinywani mwangu, hata sifa kwa Mungu wetu. Wimbo wa sifa kwa Mungu wetu, sifa kwa Mungu wetu. Hiyo nayo tunaweza kuiishi, ya kwamba watu wanafanya mazoezi ya Bwana ya wokovu pamoja na Mungu, wanapokea uhakika na wokovu, na hiyo sasa wanakuwa na sifa, wanakuwa na sifa, na yule aliyeimba nyimbo waliweza kuiishi hiyo, na hiyo inalingana na mazoezi yetu pamoja na Mungu. Na ni mazoezi pamoja na Mungu, ni furaha, ni sifa, kulingana yale ambayo Mungu aliyofanya kwa ajili yetu. Aliweka ndani ya kinywa changu wimbo mpya. Mnajua inaandikwa wapi tena? Hiyo inaandikwa hapo ikilinganishwa na kufunua kwa mihuri, na sio mara mmoja. Paulo au Petro katika hatua zao zote au barua zao zote waliweza kuandika hayo, hawakuweza kuandika hiyo, lakini ndani ya Ufunuo kwenye sura 5 hapo ndio kunaandikwa kwenye inayosema nyimbo mpya. Ufunuo sura 5 mstari wa 8, kulingana na wimbo mpya.
Hata alipotoa kitabu, wale wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana kondoo, kila mmoja wao na kenubi na machupa ya dhahabu yaliyojaa uvumba, ndiyo maombi ya watakatifu. Nao wanaimba wimbo mpya wakisema, umestahili wewe kutwaa kitabu na kufungua mihuri yake, kwa sababu ulichinjwa ukanunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na kila lugha na kila jamaa na kila taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao watatawala juu ya dunia. Wimbo mpya ikaimbwa. Ilikuwa ni muda mpya au wakati mpya ndio uliweza kuonekana. Mungu alitimiza neno lake, akaanza kutenda. Hema kungoja ilikuwa imemalizika, kungoja ilikuwa imepita. Ahadi utangazaji mmoja na ingine ikageuka kuwa uhakika hapa duniani. Na nawaambia, kama kuna watu wanaowaza ya kwamba tangu kufunua kwa mihuri 7 milango ya neema ishakafungwa na kwamba mwana kondoo wa Mungu haiko tena juu ya kiti cha neema, mimi sasa ninaweza kusema tofauti na hiyo. Ninaweza kusema ya kwamba Mungu alitoa alama kupitia hiyo kufunua kwa mihuri 7 ili aweze kuingiza wale walingali nje, na aliweza kuwajulisha ya kwamba msikilize, hapa karibu mwisho utafika. Mwito wa mwisho unasikilikana. Sasa kwa sababu gani hatupasha kusikia? Sasa kwa sababu gani hatupasha kusikilizisha wa mwisho waweze kutoka? Sasa kwa nini wa mwisho hupasha kuingia? Kwa maana inaandikwa kwamba habari njema ya Injili itahubiriwa kwa mataifa yote. Sasa Mungu kama anafanya hivyo, anaruhusu kwanza iweze kufanyika. Hasa kwa nini Mungu hawezi kuita wengine kuweza kutoka? Mungu anataka tuweze kujulisha tu, na aliweza kutujulisha, alisema kwamba sikia, taifa langu, wakati umefika. Mimi naanza kutimiza yale ambayo nilikuwa nimeahidi kwa mwanzo. Na hiyo ni sio kama itakamata muda gani, na sijui kama hiyo itakamata muda gani, lakini tunajua kitu moja, ni kwamba Mungu hataki mtu angamie, mtu aliyekuwa ametayarishiwa uzima wa milele. Na hivyo ndivyo Petro anaandika kwenye Petro wa pili sura 3 ya kwamba Mungu hachelewi kutimiza ahadi zake kama vile watu wamoja wanavyowaza au kama vile wanavyoona, lakini anavumilia ili wamoja waweze kuokolewa. Hiyo ndiyo lengo ya kufunua kwa mihuri 7 na utimilifu wa mihuri ya mwisho. Unajua, mihuri 4 ya kwanza iko nyuma yetu, ya 5 inahusu Israeli, muhuri wa 6 inahusu ziki, muhuri wa 7 inahusu ziki na mambo yote iliyo na kumalizika na yote iliyokuwa ndani ya mpango na utimilifu wa mambo yote. Lakini Mungu atupatie neema na heri ya kuweza kuingia na tuweze kuwa wa kusikiliza neno lake, na tuweze kukamata maamuzi yetu ili tuweze kuingia na kuweza kuwa sehemu ya wale ambao walio muamini ndani ya siku hizi za mwisho. Nataka tena kusoma hapa kwenye mstari wa 4, Zaburi 40 mstari wa 4, mstari wa 3 Kiswahili. Ameweka wimbo mpya kinywani mwangu, hata sifa kwa Mungu wetu. Watu wengi wataona na kuogopa na watawekea Bwana tumaini lao. Basi mazoezi yetu
iweze kuwa ya kweli, iwe ya haki, iwe imeingizwa katika misingi ya Biblia kwa kiwango kwa kiwango ambayo watu wengine, kwa sababu yale ambayo tumeweza kuisha pamoja na Mungu, nao waweze kuamini na waweze kufanya pia mazoezi pamoja na Mungu. Na hapo sasa, hiyo inaweza kuwa na matokeo na inakuwa baraka kwa ajili ya wengine, inageuka kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Na amini ya kwamba hatukuweza kusoma tu au kuisikia, lakini naamini ya kwamba Mungu anaweza kuifanya. Watu wengi wataona na kuogopa, watawekea Bwana tumaini lao. Hiyo ni kweli. Kama mazoezi yetu pamoja na Mungu inaweza kuwa inaambatanishwa na wimbo mpya ambayo inayoimbiwa katika mioyo yetu na nafsi yetu, inayokuja pia kwenye midomo yetu ndani ya siku hizi zinazoishi ndani, wakati Mungu anapofanya mambo ambayo hajafanya mbele na anafunua yale ambayo alikuwa bado kufunua kumfuata mbele, na anatuongoza kwenye kumalizika. Inaomba sasa mazoezi pamoja na yale ambayo Mungu anayofanya sasa ndani ya habari ya wokovu iweze kwenda pamoja, itembee pamoja. Na sasa hiyo nayo itakuwa na matokeo kwa kiwango ambayo wengi wataweza kupata bidii mpya kwa ajili ya kutumikia Bwana. Tena mstari wa 5 na wa 6, mstari wa 4 Kiswahili: heri mtu anayefanya Bwana kuwa tumaini lake, wala haheshimu wenye kiburi, wala wao wanaogeuka kwa uongo. Yote iliyo kama vile urafiki wa dunia hii inabaki kuwa uongo na udanganyifu, na warafiki wazuri wanaweza kuwa pale wa kutuweza kutuzuiza kwenye wokovu wetu, kututenga na wokovu wetu na kutoa kwenye lengo yetu na mazoezi yetu. Na hiyo kwa sababu tunasema hiyo, Mungu atupatia neema na aliweza kututoa katika dunia hii kwa ujao. Heri kuwa na urafiki pamoja na Mungu kuliko kuwa na urafiki katika dunia hii. Heri mtu anayefanya Bwana kuwa tumaini lake, wala haheshimu wenye kiburi, wala wao wanaogeuka kwa uongo. Bwana wangu, kazi za mshangao ulizofanya ni nyingi sana, na mafikiri yako kwetu hakuna anayeweza kufananishwa naye. Kama ningependa kuzitangaza na kuzihubiri, ni nyingi sana kupita zinazoweza kuhesabiwa. Hii ni kitu fulani cha ajabu. Mawazo ya Mungu na mipango ya Mungu ilikuwa ni ya damani sana. Na hapa inasema kwamba Bwana Mungu wangu, Bwana Mungu wangu, mawazo yako ya wokovu pamoja na sisi. Katika Kifaransa, Mungu ana mipango au mawazo ya salama na ya wokovu pamoja na sisi, na si maumivu na mateso. Hapa tunaambiwa mawazo yako ya wokovu pamoja na sisi. Kazi za mshangao zako ni nyingi pamoja nasi, na mafikiri yako kwetu hakuna mtu anayeweza kuyafananishwa naye. Mawazo yake kwa ajili yetu, nasi tuliingizwa katika kazi, tuliingizwa katika mpango wa wokovu wa Mungu wetu, ndani ya mwendeleo wa wokovu, ndani ya utimilifu na kumalizika kwa shauri yote ya wokovu ya Mungu wetu. Na ndio maana alitujulisha njia zake. Kazi za mshangao ulizofanya ni nyingi sana, na mafikiri yako kwetu haiwezekani kufananishwa nayo. Hapa nakumbuka neno la Wakorinto wa pili sura 1 mstari wa 20. Pale inaandikwa hapa kwamba hiyo itakuwa pamoja na sisi, kupitia sisi, na sio bila sisi, kwa ajili ya utukufu wa Mungu kupitia sisi.
Mungu anahitaji watu ambao wanaoamini neno lake, ambao wanaomtumainia, watu ambao wanaopokea neno lake na wanaopokea mawazo yake ya wokovu, ili baadaye waweze kuyaona ikitimilika. Kazi za mshangao ulizofanya ni nyingi sana, na mafikiri yako kwetu hakuna anayeweza kufananishwa naye. Kama ningependa kuzitangaza na kuzihubiri, ni nyingi sana kupita zinazoweza kuhesabiwa. Itatufuka sana. Tunaweza kusema nini? Kama Daudi ambaye aliyeimba hii zaburi huko katika wakati huo, mbele hata ya kuandikwa kwa Agano Jipya, aliweza kusema mambo haya yote katika Agano la Kale. Sasa tunapaswa kusema nini leo? Sisi ambao tulio na Agano Jipya na Agano la Kale, ahadi na utimilifu wake, tuone ahadi hapa na utimilifu wake hapa ndani ya Agano Jipya. Tunaweza kusema nini? Kuna kitu moja ambacho kinachobaki kufanya, ni kuweza kwa moyo wetu wote kushukuru Mungu kwa ajili ya yote, na kwa ajili ya hiyo tunataka asubuhi hii kukamata muda, ninahitaji ili iweze kuwa makusanyiko ya mwisho. Tumekwisha kusikia maneno mengi ya Mungu. Kama tungekuwa na wakati, tuweze kutumisha wakati huu ili tuweze kuwa na ushirika pamoja na sisi kwa sisi. Niweza kuiona hapa Uswisi. Niweza kuiona huko, sio hapa. Niweza kuona huko Uswisi wakati uliopita watu ambao nilikuwa ninajuana nao tangu muda mrefu, waliokuwa kuja katika makusanyiko mara nyingi, lakini iko tofauti wakati unapokuwa kwao nyumbani kwao na unakaa mbele yao na kusikia maneno ya shukurani, ya kuweka bidii na yale ambayo iliyojaa ndani ya mioyo yao kupitia hii mahubiri tofauti. Mnajua wakati unapohubiri haujuake matokeo siku zote ya mambo hayo, lakini hapo unaisikia kutoka ya wale ambao waliweza kuishi, na hapo sasa unasema wakati unapohubiri unasema kweli kutakuwa matunda. Lakini sasa na ni katika ushirika, wakati tunapokuwa katika ushirika sisi kwa sisi, ndipo Mungu anaweza kutubariki kupitia ushuhuda ambao tutaweza kuona, na mtaweza kuona ya kwamba ushirika hiyo itakuwa tena zaidi sana kubwa na ya kweli, na kwa moyo wote pamoja na Mungu na sisi kwa sisi pia. Ningeweza kuhitaji ili tuweze kuja mbele na leo tena tuweze kushukuru Bwana. Tunaimba sasa, kama vile nilivyo bila chochote kwangu. Mwana kondoo wa Mungu, nakuja. Dada moja anaimba kwa lugha ya kigeni. Na wakati nakapokuja kwa ajili ya kundi, tunda ambalo nitakalo nitalitafuta na kulipata. Hilo tunda ni upendo, hiyo kushikwa takatifu, kuweza kusikia neno kwa saa hii, na tuweze kushukuru Mungu kwa kinywa kimoja, na aweze kuweka wimbo mpya ndani ya kinywa changu. Ninasimama kwenye udongo wa mwamba. Tuweze kusimama, tuweze kusifu Bwana kwa kinywa kimoja. Haleluya, haleluya. Utukufu iwe kwa Mungu wetu. Utukufu iwe kwa Mungu wetu. Kwa uvuvio na kuongozwa kwa hapo kwa Roho Mtakatifu wako Bwana,
Mungu mweza yote, kuja roho, kuja neno na roho, na uweze kutembea pamoja, utende ndani yetu pamoja, mahubiri na kitendo cha Roho Mtakatifu. Baada ya mahubiri, Bwana, iweze kufanyika hapo sasa katika kanisa la Mungu aliye hai. Haleluya! Utukufu na heshima, sifa na mabudu bio kwako. Haleluya, haleluya. Ajabu, ajabu Bwana. Ona gisi ni akilindi sana. Ona gisi ni ajabu sana kitendo chako. Haleluya. Na tunakusifu kwa kinywa kimoja. Tunasifu damu ya mwana kondoo ambayo ndio tukomboa. Tunasifu neno lilofunuliwa. Haleluya. Oh, tunakusifu. Tunakuabudu. Haleluya. Haleluya. Oh, utukufu kwa Mungu. Mungu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndugu, ruhusu kuja kushukuru Mungu wangu. Haleluya. Tunakushukuru kutoka kilindi cha moyo wetu kwa ajili ya neno lako takatifu la dadamani, kwa ajili ya neno lako kwa asubuhi hii. Bwana, Bwana, kama sisi ni kikwazo, Mungu unazungumza, unatenda. Na pia sasa kwa saa hii Bwana, tuko hapa, tusiwe kikwazo au kizuizo, lakini uweze kuvunja yote ambayo haiwezi kuwa inatoka kwako, na uweze kuwa na njia yako pamoja na sisi. Uona ushindi wako ya Golgotha hapa pamoja nasi katikati ya taifa lako. Unatupatia hiyo, tupatie neema ya kuweza kuitetea, kuweza kuipigania. Fanya hivyo, uweze kuijulisha, kuweza kuonyesha hiyo ushindi. Pokea sifa na mabudu yote sio toka kwako, itoshe ndani mwetu. Upewe mabudu, oh, kwa jina lako takatifu. Mungu, tunaweza kusema nini? Pokea sifa, pokea heshima na mabudu, shukurani ndani ya jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. 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 Utukufu na heshima. Mungu asifiwe. Na wote waseme haleluya. 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 Heshima iwe kwa Mungu aliye mbinguni. Bwana, ulichukua kitabu, ukafungua mihuri, na wimbo mpya kaiweka katika mioyo yetu. Oh, tunakusifu na tunakuabudu. Haleluya. Rudi katikati ya taifa lako. Jionyeshe tena ingine mara moja. Tenda kupitia Roho Mtakatifu wako. Mungu mweza yote aliye mbinguni, tunakusifu, tunakuabudu. Haleluya. Haleluya. Utukufu na heshima na mabudu iwe kwa Mungu wetu. Haleluya. O Mungu, weka wimbo mpya, weka sifa ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Haleluya. Utukufu na heshima iwe kwa Mungu wetu. Haleluya. Haleluya. Bwana, ulizungumza, umejifunua. Bwana, tunakushukuru tena kwa ajili ya hiyo, na tunakusifu kwa ajili ya jina lako takatifu. Oh Yesu. Haleluya. Oh glory. Haleluya. Haleluya. Oh Mungu. Oh Mungu. Utukufu uwe kwa Mungu. Utukufu kwa Mungu. Utukufu kwa Mungu. Heshima, 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 heshima. Utukufu, utukufu, utukufu. Unastahili. Unastahili. Iwe kwako wewe mwana kondoo wa Mungu. Pewe utukufu. Bwana, Mungu mweza yote. Wewe uliyekuwa, wewe uko na utakaye kuja. Wewe Mungu mweza yote, Bwana.
onyesha nguvu zako ndani ya kanisa lako, na ushuhudie neno lako takatifu katikati ya taifa lako. Patia jina lako heshima na utukufu, na ubariki uriti wako. Haleluya. Bwana, nakushukuru kwa ajili ya ushirika pamoja na wewe na sisi kwa sisi. Haleluya, haleluya, amina.